الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحاذنا الله وإياكم عن النار يا رب العالمين. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na rahma zimfikie Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, hatuna budi kumrudishia Allah subhanahu wa ta'ala shukrani kwa kutujalia kuwa miongoni ambao kwamba umeweza kuona siku ya leo na kuwa ni wenye kukusanyika katika moja ya majumba yake matukufu, si kwa jambo lingine bali kwa amri ya kutekeleza amri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hakika ni wengi ambao kwamba wameitamani kuiona siku ya leo, lakini kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala hawajawezewa kuiona siku ya leo. Na leo hii ukitembea katika baadhi ya masajid, basi utakuta nyuma kuna jeneza, wamengojea swala ishe, imamu aseme leta mbele mwili. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hatuna budi ya kumrudishia Allah subhanahu wa ta'ala shukrani kwa kusema alhamdulillah. Awalan usikum wa iyaya binafsi bitaqwa Allah azza wa jalla. Jambo la kwanza ndugu zangu Waislamu, nachukua fursa hii kwa usia nafsi zenu, nikiwa mwanzo kuihusia nafsi yangu kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufuata awamiri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yattaqillaha faqad faza, kama qala Allah ta'ala inna lilmuttaqina mafaza. Na hakika waliopata kufuata hii njia ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndio wale ambao kwamba watakuwa ni wenye kufaulu fi daraini, hapa duniani na kesho akhera. Ndugu zangu Waislamu, ndugu zangu Waislamu, maudhui ya hotuba yetu ya leo tutakuwa ni wenye kukumbushana juu ya amradul qalbi, maradhi ya moyo. Tunavyojua ndugu zangu Waislamu, maradhi ni kitu ambacho kwamba hakiwezi kuepukika kwa mwanadamu, ya kuwa ni maradhi madogo kama vile kuumwa na kichwa, kuwa na homa, kuwa na malaria, ama vile vile maradhi makubwa ambayo kwamba tunasikia leo hii kama kanza, kama presha na mengineyo. Ndugu zangu Waislamu, na alhamdulillah leo hii watu wanafanya juhudi kujikinga na haya maradhi kwa kuweza kutembelea mahospitali kufanya check up. Wengine
na haya maradhi ni maradhi sugu hata kuliko kanza, ndugu zangu Waislamu. Na maradhi yenyewe ndugu zangu Waislamu ni amradul qalbi, maradhi ya moyo ndugu zangu Waislamu. Kwa sababu gani ndugu zangu Waislamu? Allah subhanahu wa ta'ala anahitaji kukutana na kila mmoja siku ya kiyama akiwa na moyo ambao kwamba umesalimika. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika hiyo siku ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kukutana na wanadamu, haitawafaa mali yao wala watoto wao, isipokuwa yule ambaye kwamba atakutana na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa moyo wake umesalimika. Umesalimika na nini ndugu zangu Waislamu? Umesalimika na maradhi ya moyo ambayo kwamba tutakuwa tunakuzia katika hotuba yetu ya leo ndugu zangu Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa mwenye kutuhusia, ala wa inna fil jasadi mudgha, hakika katika mwili wa binadamu kuna pande la nyama, idha salahat salaha aljasad kullu, hili pande la nyama likiwa zuri, basi kila kiungo cha binadamu katika mwili kitakuwa kizuri. Wa idha fasadat, lakini hili pande la nyama likiwa ni baya likaharibika, fasada aljasad kullu, basi mwili wa binadamu wote utakuwa ni mbaya ndugu zangu Waislamu. Na pande lenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia, ala wa hiya alqalbu, sio pande lingine bali ni moyo wa binadamu ndugu zangu Waislamu. Katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhusia, katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum. Mtume sallallahu alayhi wasallam atueleza, hakika Allah subhanahu wa ta'ala haangalii katika mili zenu wala haangalii katika sura zenu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anakuwa ni mwenye kuangalia moyo wa binadamu ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada wa lahum adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anasema, hakika katika nyoyo zao kuna maradhi. Nyoyo za kina nani ndugu zangu Waislamu? Ni nyoyo zetu mimi na wewe ambao kwamba tuko leo hii katika mgongo wa ardhi. Katika nyoyo zao kuna maradhi, fazadahumullahu marada, na Allah subhanahu wa ta'ala akawazidishia maradhi katika hizo nyoyo, walahum adhabun alim, na hakika watakuwa na adhabu kali Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu ya nyoyo zao kuwa na maradhi ambayo kwamba ni sugu ndugu zangu Waislamu, bima kanu yakdhibun, kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakidanganya ndugu zangu Waislamu. Tukitaja maradhi yenyewe ndugu zangu Waislamu ni alhasad. Ugonjwa wa kwanza ambao kwamba ni wa moyo ni hasad baina yetu sisi Waislamu ndugu zangu Waislamu. Walkibru, na mtu kuwa na kibru, wariya, na kuwa na riya, kufanya mambo mengine ama kufanya mambo kwa ajili ya watu wakuone ndugu zangu Waislamu. Na maradhi mengine ambayo kwamba ni kuwa na shaka, kama shaku fillah, kuwa na shaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa shakku fil Qur'an, na kuwa na shaka na Qur'ani na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal ghillu, na chuki ndugu zangu Waislamu, wal kibbi, na uongo. Haya yote ndugu zangu Waislamu ni maradhi ambayo kwamba imekumba Waislamu katika huu umma ndugu zangu Waislamu. Alama gani ambayo kwamba utajiona moyo wako
qaswatul qalbi, ni moyo wako kwanza kuwa mgumu, ndugu zangu Waislamu. Wa adamul khushu'i fi salah, na wakati unaingia katika swala unakuta moyo wako hauna khushu katika ile swala ambayo kwamba umesimama. Wal hubbul ma'asiya, na moyo wako kwanza kupenda kuingia katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi jua hayo ni miongoni mwa alama ya moyo wako kwanza kuingiwa na maradhi ambayo kwamba ni maradhi sugu, ndugu zangu Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema katika hadithi moja, tu'radul fitan ala qulubika al-asr udan, kwamba hakika maradhi yameshapita katika nyoyo zao mfano wa mkeka na kuacha madoa madoa. Ndugu zangu Waislamu, tunapojua kwamba haya ni maasi ya hasad, kibru, riya, haya yote ni maasi ya mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi jua ya kwamba moyo wako ukianza kushikamana na haya mambo, basi moyo wako unaanza kupata doa jeusi, ndugu zangu Waislamu. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katuelezea katika hadithi moja, innal abda idha akhta al-khati'a, hakika mwanadamu pindi anapokuwa ni mwenye kufanya makosa, nukitat fi qalbihi nuktatu sauda, hakika katika moyo wake unakuja kupata doa jeusi, ndugu zangu Waislamu. Fa in huwa nazaa, na akiwa ni mwenye kujitenga na haya maasi na kuacha kufanya haya maasi, wastaghfara, na kaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wataba, na katubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sukila qalbuhu, basi moyo wake unapata kusafishwa kwa sababu ya kujua kwamba anafanya maradhi na kuomba msamaha na kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ndugu zangu Waislamu, ikiwa huyu mwanadamu atarudi tena kwanza kuingia katika hayo maovu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, wa in aada zida fiha, akiwa ni mwenye kurudia tena kwanza kuingia katika maovu, fiha hatta taghlu qalbahu, na doa hilo jeusi ambalo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaanza kusafisha katika moyo wake, basi tena linakuwa ni lenye kurudi na mpaka linafunika moyo wake. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ndugu zangu Waislamu, haya ni maradhi ambayo kwamba leo hii yamesibu umma wa Kiislamu, na katika muda kidogo ambao kwamba tumebakia nao tutakuwa wenye kukumshana katika maradhi moja, ndugu zangu Waislamu, ambayo kwamba ni maradhi ya hasad. Ndugu zangu Waislamu, hasad imeingia katika umma wa Kiislamu. Wacha ndugu yako Muislamu mpaka ndugu wa kusaliwa naye, hasad imeweza kuingia. Tunaoneana hasad baina yetu sisi mpaka katika wale wanafamilia. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yajtami'ani fi jawfi 'abdi, hayakusanyiki mambo mawili katika mwili wa binadamu. Haya mambo mawili hayakusanyiki katika mwili wa binadamu, al-iman wal hasad. Imani na hasad, ndugu zangu Waislamu, haviwezi kukaa katika moyo wa binadamu mmoja, ndugu zangu Waislamu. Na ikiwa kwamba wewe ulikuwa ni muumini, ulikuwa na imani, kisha ukawa mwenye kuruhusu hasad kuingia katika mwili wako, ndugu zangu Waislamu, ni lazima kimoja kitakuwa ni kuondoka na kubakia kimoja katika moyo wako, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza, al-hasad yufsidu al-iman kama yufsidu sabru al-asal. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatueleza, hakika hasad inakuwa ni yenye kuharibu imani ya binadamu jinsi ambavyo kwamba shubiri inavyoharibu asali, ndugu zangu Waislamu. Yani ikiwa na imani na uruhusu hasadi ikawa ni yenye kuingia katika moyo wako, usitarajie, ndugu zangu Waislamu, imani kuendelea. Bila shaka hasadi itakuwa ni yenye kufurusha imani na kubaki na hasadi katika moyo wako.
Zangu Waislamu, hasad ndio kosa la kwanza ambalo kwamba na maasi ya kwanza ambayo kwamba yaliweza kutendeka katika huu mgongo wa ardhi, pale Allah subhanahu wa ta'ala anamuamrisha malaika wamsujudie Adam, fasajadu illa iblisa aba wastakbar, wakamsujudia isipokuwa Ibilisi akawa ni mwenye kukufuru na kuwa na kibri na kutomsujudia Adam. Ndugu zangu Waislamu, kwa sababu gani? Mbona nisujudie huyu binadamu ambaye kwamba mimi ni mbora kuliko yeye? Mimi nimeumba kutokamana na moto na yeye ameumba kutokamana na udongo, vipi nimsujudie? Aliona hasad, mbona huyu ambaye kwamba si bora kama mimi niweze kumsujudia? Hii hasad, ndugu zangu Waislamu, ndio maasi ambayo kwamba yalikuwa ni ya kwanza baina ya binadamu na binadamu. Pale Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani anapotueleza Qabil kumuonea hasad ndugu yake Habil, mpaka ikafika anasema nitakuua, na Allah subhanahu wa ta'ala ametuthibitishia katika Qur'ani akisema fatawa'at lahu nafsuhu katla akhihi, na nafsi yake ikampelekea kumuua ndugu yake, fakatalahu, na akamuua, fa asbaha min alkhasirin, na ikawa ni yenye kumpelekea katika hasara. Ndugu zangu Waislamu, bimaana hasad haiwezi kukupelekea maana mengine, haiwezi kukuletea manufaa mengine yoyote ile binadamu atapata katika hasad, isipokuwa ni hasara mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Nabii Yusuf alayhi salatu wassalam kutupwa katika kisima na ndugu zake, ilikuwa ni kwa sababu gani? Ndugu zangu Waislamu, ilikuwa ni kwa sababu ya hasad, kuoneana hasad baina yao. Ndugu zangu Waislamu, ayuha nnas, enyi ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wasallam bimaana alikuwa ni mwenye kuja kutuonya katika yale ambayo kwamba ni ya hatari na kutuelekeza katika mambo ambayo kwamba ni ya kheri. Hakuacha kutuhusia, isipokuwa alituhatadharisha na hasad, akisema iyyakum wal hasad, jiepusheni na hasad, fa innal hasad yaakulu alhasanat kama taakulu an-nar al-khataba. Mtume sallallahu alayhi wasallam atuelezea jiepusheni na hasad, kwa sababu ya hii hasad inakula mema ya binadamu. Hii hasad inakula mema ya binadamu, jinsi ambavyo kwamba moto unapokula kuni. Ndugu zangu Waislamu, jinsi vile moto unapokula kuni, ndivyo leo hii hasad inapokula mema yetu. Ndugu zangu Waislamu, na ikiwemo na dua zetu ambazo kwamba tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mbona hazijibiwi? Ndugu zangu Waislamu, ni kwa sababu moyo wetu umekuwa ni wenye kujaa na maovu ambayo kwamba ni ya hasad. Ndugu zangu Waislamu, na basi dua yako haitakubalika ikiwa kwamba moyo wako leo hii utakuwa umejaa na hasad. Ndugu zangu Waislamu, na hadithul qudusi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alhasad aduu ni'mati, hakika hasadi ni adui wa neema zangu. Mutasahhatu liqada'i ghairi radin bikismati, kwa sababu huyu binadamu hatosheki na haridhi ugawaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hata kubali kwamba hii ambayo kwamba binadamu ameweza kupata, ndugu yangu amepata, ni riziki min Allah, ameruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, bali hakuwi ni mwenye kukubali riziki na ugawanyo wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuruzuku binadamu.
katika Suratu Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala anasema am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi, anauliza ni kwa sababu mnaoneana hasad kwa yale ambayo kwamba nimeweza kuwapatia wanadamu kutokamana na fadhila zangu. Pia vile vile akawa mwenye kutuonya katika hiyo Suratu Nisa akisema wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dukum ala ba'd, na wala msije mkano wenye kutamani neema za wengine ambazo kwamba nimewafadhilisha baadhi yenu. Ndugu zangu Waislamu, msije mkano mwenye kutamani neema zingine, neema za watu wengine ziwaondokee. Hiyo itakuwa ni hatari ndugu zangu Waislamu. Na ikiwa moyo wako utatamani kuingia katika hasad, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametueleza, ikiwa kwamba moyo wako utatamani kuingia katika hasad, ameruhusu katika mambo mawili ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la hasad illa fi ithnatayn, haifai hasad wala hakuna hasad isipokuwa katika mambo mawili. Jambo la kwanza, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema rajulu atahu Allah Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar, yule mtu ambaye kwamba alipewa Qur'an na anasimama kuisoma mchana na usiku, basi huyo kama ni hasadi, ni lazima uingie katika hasadi. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameruhusu katika hilo. Ama jambo la pili ndugu zangu Waislamu, wa rajulun atahu Allah malan, na mwanadamu ambaye kwamba alipewa mali na Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar, na anatoa hii mali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, anatoa sadaka mchana na usiku. Hayo ndio mambo mawili ambayo kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katuruhusu katika hasadi. Ndugu zangu Waislamu, aqulu qawlan hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'u minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah hamdan katira kama amara, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم في مرة أخرى أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم الصحابة بارك من سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن العفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله إليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا زدني علما وارزقني فهما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم بالعدل وإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قوموا للصلاة.